moja, haya mambo yote yatakwisha, kama vile yaliisha na Yesu. Alipata shida siku nyingi katika nchi ya Misri, lakini wakati wa Mungu ulipofika, kwa sababu Mungu hakumpungukia na Mungu hakumwacha, alifanya wakutawala nchi ya Misri. Wakati bahari alikuwa ameuzwa na ndugu zake, aenda kama mtumwa, akaenda akatumika, lakini mwisho yake yeye ndiye alikuwa wakutawala ile nchi ya Misri. Na hivyo tumngojea Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu ambaye ametimiza ahadi zake za milele, ahadi zake yeye hutimiza. Naye hawezi akashindwa, naye hawezi akakataa. Hiyo ndio ujumbe wa mwaka huu. Tusihangaike, tumwamini Mungu. Tuwe hodari, tuwe mashujaa wa imani. Tutembee na Mungu wetu yeye ni mwaminifu, ili tupate kubarikiwa siku za maisha yetu. Bwana asifiwe. Tusiogope yale tutakutana naye. Tusiogope mashida. Tusiogope wanadamu. Kwa sababu neno limesema kwamba hakuna mtu atasimama mbele yako. Hakuna hata jambo litasimama mbele zako. Kama vile Musa aliondokewa na bahari ya Shamu, yale mambo ambayo naona ni mazito yatakuondokea mimi. Bwana asifiwe. Hao watu ambao wamesimama mbele zako na kukuzuia utaendelea, wataondoka kama vile bahari ya Shamu iliondokea Musa. Bwana asifiwe. Hayo mambo ambayo yamekukalia yataondoka kama vile bahari iliondoka. Mambo haya yataondoka kama vile mto Yordani uliondoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati Yesu alifika pale, mto ulifanya njia. Mto uliondoka ukawa na njia, wakavuka mto Yordani na mto mkubwa. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu, kwa hiyo amesema kwamba hatatupungukia na hatatuacha. Kwa hiyo tutembee naye mwaka huu. Huo ndio ujumbe wa kwanza mwaka, hatatupungukia, hatatuacha. Tumwamini Mungu, tusifadhaike. Tuwe hodari, tuwe mashujaa. Bwana asifiwe sana. Nimaliza yangu ya siku ya leo.